So poleni, hii kitu na katika because this is my first time I'm doing this, so sijui vile huwa zinafanyika. So nobody should judge me why I did this, because I just wanted to clear the air, because dada yangu ameniharibia jina kwa watu. She's telling people the way I'm a bad person, the way I've been mistreating her. Yani she has been telling people a lot of negative things about me. And that's why I decided to share this story since from the beginning, so that people can see how we loved each other before, how we supported each other before, how she supported us, she supported me before. Na siwezi sema ati nilikuwa nafanya kwa sababu ya kulipisha kwa sababu she ever supported us. No, tulilelewa hivyo kusapotiana, but where hii tu chuki yake ilitokea tu akaanza kunifanyia vitu strange, I still don't understand what came through her mind. But hii chuki nilikaa ndio nifanye hizi video, ndio nifanye hizi episodes, nilikaa nikaona she had something in her heart since just kitambo, kwa sababu the time nilimwambia kuwa alikuja Sudan na hakuwahi niongelesha, then she just came back to me, something had happened. Kuna kitu ilifanyika kule penye walikuwa wanakaa, and I heard walikuwa hata wanamtafuta. Imagine she came back to me, alikuja kwangu. So nilikaa nikasema maybe this lady wanted to fix me, I don't know. Labda akuja patikane kwangu tubebwa hata naye, I don't know. Then that one never happened. Akarudi kuchukua ile kamera yule msichana ndio afanye nini? Anifix. Are you people getting what I'm meaning? Yani mnaelewa ninamaanisha nini? Yani akachukua kamera yule msichana juu alitaka kunifix, like alitaka kuniacha kwa shida, kwa sababu aliichukua na akaenda nyumbani. She left me there. Hata kama msichana alikuwa ananiambia she was not suspecting me, but mimi mwenyewe nilikuwa na friend kwa kichwa yangu. I came to learn later on, wakati nilikuwa mjamzito nikibaki kwa nyumba, yeye anaenda kule kazini kwangu, she was talking to that lady mwenye tulikuwa tumefungwa naye kazi. My sister is the person who contributed to the downfall of that hotel that I had. She is the one who contributed to that downfall of that hotel that I had made. Ona akakuja akanipatia msichana nimlete Bahrain, nimtafutie sponsor, ampe visa, ampatie everything, only for her to ambia huyu msichana akimbie, run away. Yani this lady has been fixing me all, yani like the whole life, but I never knew. Mimi nilikuwa najua ni dada yangu na nilikuwa najua tunasupportiana, but maybe kwa roho yake haikuwa hivyo. And I don't know where that hatred came from. She made this lady run away, akaniweka kwa shit. Hata I think mi huwa nasema it's just good, because ule mwanamke she was in a position ya kuniripoti na kunishtaki. Kumbuka tumeleta msichana Bahrain, yani that was illegally. Tuko tunafaa kumleta hivyo akuja afanye kazi ya nyumba, alikuwa anafaa kupitia kwa manpower office. So sometimes I just sit like that and I'm like it's just good, kwa sababu ule mwanamke angesema ananishtaki I would be deported. Ingekuwa ni shida kubwa sana kwangu. That one did not work. Akakuja sasa akaanza kufanya mambo na documents zangu, kwanza kuchukua pesa za watu in the name na majina za makaratasi zangu. Tell me people, mnajua kama ningewahi shikwa Bahrain, mimi singewahi sasa hivi singekuwa nikiongea. Ningekuwa nilifungiwa huko maybe hata miaka 20, kwa sababu that one is trafficking. I've said all this story kwa sababu wakati huyu sasa mwenye ananifuata alikuja Bahrain na akarudi vile nimemwambia, alirudi through police. This sister of mine was telling people that I made my sister run away from the house. I never made her run away from the house. Whatever I've explained to the video, that's what happened. Mimi ndio nilimchukua nikampeleka kwa station, tukafikiria tutapata msaada, but we never got help. Instead, okay, nilisikia vibaya, but that was hiyo ndio sheria. But at least she went back home, and still nilingangana akapata mahali. I've been falling down, nimekuwa naanguka na kuamka juu ya familia yangu, juu ya sisters wangu, juu ya everybody that I've been fighting. All along I've been fighting for my family. But this is how my sister aliamua kunilipisha. I just don't know what I did to this my sister. Huyu dada yangu mkubwa
I don't know what I did to her. Ndio yani akaamua tu kufrustrate maisha yangu, and she know they knew how I struggled nifike penye nilikuwa nimefika hapo bahari. The reason I've told you that story ndio muone vile nimeng'ang'ana kwa maisha, ndio nikafika penye nilifika mpaka nikafungua biashara yangu Bahrain, only for my sister, my own blood sister akuje aniangushe, and I suffered. Ndio nifungue hiyo kampuni Bahrain. I sacrificed myself. Mimi sikuwa nanunua nguo, sikuwa nikishuka nywele, niweke tu pamoja pesa ndio nione nimeweka hiyo kampuni hapo, because I knew hiyo kampuni itakuja kuwasaidia. And ilikuwa imeanza kuwasaidia kwa sababu nilimpeleka yeye Bahrain, nilipeleka mtoto wake Bahrain, and again I also brought my brother, and I was like, mtu yote mwenye anataka kuja ata travel. Tulikuwa tumeanza kupanga vile saa msichana wake atakuja, and boom, that's what she was doing to me. Yani mimi nilikuwa nakaa penye mimi nilikuwa namwazia mazuri, but for her she was just wishing me bad. This lady was going around Bahrain akiambia watu huyu atashikwa siku yoyote. Huyo atashikwa siku yoyote, kesi yake kwa polisi atashikwa siku yoyote. Can you imagine? Mimi nilikuwa nazunguka Bahrain, but I never knew that they are looking for me. She knew the police were looking for me, but for me I never knew. But God protected me all that long. Mpaka vile natoka tu ndio naanza kupata summons. Like I was innocent. For me, I just wanted my family members, like yani Mungu ameniinua kidogo, na nikasema wacha ni at least tutoke kwa maibu. We have suffered, and my family members knows where we came from. We have really suffered. Na hata nakumbuka tu nikiwa na process of documents, unajua sasa una post kwa group. For me in my heart I was like, wananiwishia mazuri. Okay, I know some of them they wish me good, maybe like my mom, my brother, they always wish me good. I never knew dada yangu atatumia documents zangu kuja kuniletea shida nazo. And I would post there, I would tell them, leo nimefanya hii, leo nimetoka hapa, leo nimeenda hapa, leo nimetoka hapa. Na nikawaambia anybody that will want to travel, unless mtu mwenye tu wakatai. But my sister killed that one. Aliua tu hivyo. I don't know what I ever did to this sister man to deserve all this. And nikikaa vizuri mimi sikumbuki niliwahi mfanyia nini. Hata kama ni chuki, by the way, uchukie mtu mpaka yani you don't even ukifikiria hata huyu mtu akopia na familia yake yenye inamtegemea. She spoke so bad for me. Everybody, anyone that knows I'm their sister, anyone that knows that I'm her sister, knows I'm a bad person. Hata huyo ni ule mwenye anakuwa na kiroho kichafu kwetu. Roho chafu. Unaweza kuwa na roho chafu na unarudi bado kusaidia mtu mwenye amekubetray. Okay, tumekuwa tunasaidiana, but mimi sikumbuki kama ni mwalimu mkosea. Kama ni mwalimu mkosea dada yangu ndio nikadeserve all this. Let her also come and tell her story, what I did to her. I just said, let me do this. At least people should know what happened. People should know what conspired between my sister and Namimi. And I just wanted to do this so that I release. Release tu kwa roho yangu. Mimi siwezi endelea kubebana na hii grudge. Na there is no way ati hiyo kitu ingesha kama bado sijaongea. Because I know watu huko nje wanajua mimi ni mbaya. I'm not bad. This one I'll repeat again, I'm not a bad person. All my life, whatever I've hustled for, nimekuwa tunang'ang'ana tu kwa sababu ya familia yangu. Familia yangu has been always kwa priority kwa list yangu. Whatever I do, I think of my family. Anything that I do, I think of my family. Kabla sijafanya kitu yote, I think of my family. But this is how my family, this is how my sister alini appreciate. I'm not a bad person, watu wangu. I'm not a bad person. Na hata kama dada yangu alikuwa anataka, okay, she's still in Bahrain. I don't know what she does. But hata kama alikuwa anataka kubakia Bahrain, ama alikuwa anataka maybe, because I heard she also tried to open the cleaning company, but it didn't work. Hata kama alikuwa anataka kufungua yake, angerudi tu kwangu nimwambie vile kunaenda, kwa sababu when she said she's opening the bed space, by the way, nilimsupport and nikampatia moyo, I go ahead aifungue. And I even just told her, buy this. I gave her man, and nikamwambia kununua vitanda vile, anza tu maisha. Because for me, I've never, sijawahi kuwa na wivu na family member wangu, sababu mimi ninapenda tukiendelea.
napenda tukiendelea. Angekuja niambie tu, Doreen, hata mimi nataka kujaribu hii. Alikuwa mbali na mimi, angeweka ofisi yake huko na mimi nina kitu penye nilikuwa. Haikuwa lazima aniangushe. Haikuwa lazima tu aniharibie kabisa. Nyeza hizo hata siwezi rudi Bahrain. Siwezi rudi Bahrain kwa sababu already majina zangu zilikuwa system at mimi nilikuwa nikibia watu pesa. I cannot go back to Bahrain. Yet I never stole anyone's money. I never. Na hata tangu nipate hizo document zangu sikuwahi ati letea mtu housemaid. No. And hizo vitu zote nilikuwa namtolea, mimi sikuwa najua naleta ati anawaleta housemaid kwa wateja wangu. I was just doing business na nilikuwa nafurahi kwa sababu I get something small anapata. I get something small anapata. I just don't know what happened to my sister. I just don't know what came into my sister's mind. Akaamua tu like she decided just like to finish me completely. And she knows, anajua vizuri kabisa Gulf, kesi na Gulf na polisi ikuangi kitu kidogo. She know. But wacha nikwambie, I don't know. Sometimes nakaangi mpaka naambia Mungu, huyu Mungu, I just don't know. But because mimi sikuwa na ubaya na mtu yote kwa roho yangu, that's why God was protecting me. Inayo mimi nitasema tu ni Mungu amekuwa ananiprotect kwa sababu nayo ningeingia kwa hiyo mtego. Ningeingia kwa hiyo mtego, hiyo kesi ya trafficking. Kesi ya trafficking ya human trafficking ni sawa na kesi ya mihadarati watu wangu. I would be rotting in jail in Bahrain. But see God. See my God. And I would be rotting in the name of my family. I would be rotting in the name of my sister. My blood sister. Ndiye angekuwa ameniweka kwa mess. For me, if I ever wronged her, by the way, hata kama nilikuwa nimemkosea, sidhani nilikuwa na deserve hivi. No, I never deserved this. I never deserved this. And like, she made sure I'm zero. She made sure I am zero.